Hamjambo na karibu tena katika channel yangu ya YouTube. Karibuni sana. Ikiwa wewe ni mgeni, ninaomba uhakikishe kwamba umesubscribe, umefuatilia ama umezitazama zile video zangu, ukalike ama ukaweza kucomment. Mimi naitwa Chichi ama Lona pale kwenye YouTube, najiita Chichi in Germany. Na kwenye Facebook kuna link pale kwa bio yangu ambayo unaweza click na itakupeleka kwa YouTube yangu na utaangalia ama utatazama videos ambazo ziko pale, na natumai kwamba utaweza kutizama. Kwa hivyo karibu. Siku ya leo ningependa tu kuzungumzia changamoto ambazo nimepitia nikiwa huku ng'ambo ama majuu, ambazo naweza sema si nyingi ama naweza sema si kubwa changamoto hilo, lakini pia si ndogo. So ni kitu ambacho watu wengi wamepitia na wengine pia wajepitia, lakini wamesikia, na watu wengi wamekuwa wakiniuliza huko majuu kuna hii changamoto kweli ama hakuna. Lakini Kenya naweza kusema katika ama kwa binadamu yeyote hawezi kosa kupitia changamoto moja ama nyingine. Kwa hivyo nimezungumzia kuna video ambayo niliweka pale YouTube ambapo nilizungumzia, of course ukiwa majuu tofauti na nyumbani ukiwa huku hivi Europe. Kuna baridi, chakula tofauti, kuna ile kumiss nyumbani, vitu mingi. Lakini kila ambacho ningependa kuzungumzia leo ni ubaguzi, ambayo ni ubaguzi wa rangi. Yes. Siwezi kusema jina hilo na Kiingereza, lakini kuna ubaguzi na si experience nzuri hata kidogo. Na kwa maana nimeishi katika nchi mbili hapa hivi, naweza sema katika nchi ya Denmark unaweza face hiyo changamoto, lakini hautaipata kwa njia moja kwa moja, maana wale watu ambao utaona ni kama haiwezi kuwa very direct, lakini itakuwa sijui vile nitaweza kueleza, lakini haitakuwa very direct. Lakini katika Ujerumani kama utaface, itakuwa kwa njia moja kwa moja na itakuwa kabisa bila uoga wowote. Ikiwa utapata ule mtu ambaye ana ubaguzi, utajua kabisa kwa hakika anakubagua. Lakini changamoto hii niliface nikiwa katika shule moja pale nchi ya hiyo Denmark, na haikukuwa nzuri hata kidogo, maana pale nilikuwa na dada wawili ambao tulikuwa tunakaa katika chumba moja, na shule hiyo ilikuwa nzuri kabisa, shule nzuri, naweza recommend kwa watu wengi waweze kujaribu. Nilikuwa kabisa na sijui experiences ni nini kwa Kiswahili, maana hii video sitai-edit, ni ile inaitwa very raw, sitai-edit, lakini ilikuwa experiences nzuri sana kabisa, maana ilikuwa ni wanafunzi kutoka nchi tofauti tofauti kutoka dunia. Ilikuwa shule ambayo ni college, haikuwa university, na ilikuwa na wanafunzi kabisa kutoka nchi tofauti tofauti kutoka dunia, na ilikuwa na experiences nzuri. So lakini tukawa na huyu dada ambaye tulikuwa naye katika chumba moja, ambaye alikuwa msumbufu sana, na hatukuwa tunasikizana kwa mambo mingi, lakini ilikuwa ni mambo ambaye ni basic na mambo ambaye hatungefaa hata kukosana. Ilikuwa vitu kidogo kidogo, tukawa tunabishana hivyo na mambo mengi madogo madogo ambayo sitataja hapa hivi, lakini ikawa ni ngumu sana, maana hakuwa anasikiliza na alikuwa na madharau kiasi. So tukawa mimi na ule dada mwingine ambaye pia anatoka nchi nyingine ambaye ni ya huku Europe, tunamweleza, lakini hakutaka kusikia na akawa tuna kiburi, na ikazidi kabisa hadi wakati mwingine tukawa mimi normally sikuangi confrontational at all. Nakuanga mpole kwa wale ambao wananijua. I try, najaribu kuwa mpole, lakini ile wakati maji ilizidi unga, yes, ni wakati alikataa kabisa kusikiliza vile tulikuwa tunamweleza, kwa sababu tulikuwa watatu na sasa yeye ako mmoja na alikuwa na idea hii na sisi tuko wawili na anakataa kutusikiliza. Tukawa tunabishana na
akaniambia ikiwa sasa unataka hiyo idea yako ambayo unasema iende sawa, nataka uniandikie essay. Nataka uniandikie essay ambayo ni essay. Najua mnaelewa watu wengi. Uniandikie essay kwa nini unataka hivi na hivi. Alafu nitaisoma, alafu nitaangalia kama itakuwa sawa. Nikamwangalia huyu dada nikaona kweli ana shida fulani. Nikamwambia nikuandikie essay kwani wewe ni mwalimu wangu. Kawa hapo tunabishana. Nikamwambia hiyo haiwezekani kabisa. Tunazungumza saa hizi na nakueleza hivi. So akawa ananiambia nimekuambia uniandikie essay ama unielewi. Nikamwambia hapana nakuelewa lakini essay siwezi kuandika. Akaniambia na wewe ulienda shule kweli? Hapo hivyo nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia na ulienda shule kweli? Kidogo nikashangaa, nikasema kwani anamaanisha nini? Na kumbuka huyu dada anatoka nchi ambaye ni sasa hapa hivi ndio Kiswahili itanichanganya kabisa. Nchi gani? Nchi ambaye ni ya Asian. Anatoka, kuna nchi tu anatoka hapo hivyo. Na nchi ambayo pia tuseme katika kiwango moja ama nchi ya Kenya tuko kiwango ambayo iko juu hata kuliko hiyo nchi. But hiyo si kitu cha maana zaidi. Cha maana ni kwamba mbona niulize kama nimesoma. Inaweza kuwa kwa sababu mimi ni mweusi ama inaweza kuwa kwa nini. Unaona, hiyo ndio swali ambayo ilikuja kwa sababu historically unajua kuna watu ambao wanabagua watu kulingana na kuona kwamba kama mtu umetoka Afrika ama umetoka nchi zingine ni kama hukwenda shule yote. Na huyu dada naye pia alikuwa amefika kiwango moja ya masomo kama mimi, alikuwa ameenda vile najua alikuwa amefika katika kiwango cha degree na mimi nilikuwa nimefika katika hiyo kiwango ambacho si cha maana sana kwa sababu duniani haufai kugrade watu ama kubagua watu kulingana na kiwango ambao wamesoma ama kiwango ambao wako katika maisha kwa sababu si kila mtu ambaye alipata the same privilege kwa maisha kapata masomo ama kaweza kusoma katika kiwango fulani lakini the fact that aliniuliza hivyo nikaona that is very degrading na anajaribu kunichokoza. So nikaona hapa hivi itakuwa noma na sikutaka kuwa na hasira mingi na pengine niseme kitu ambacho nitajutia ama nifanye kitu ambacho nitajutia. So nikaamua, nikatoka, nikagonga mlango kwa sababu ya ile hasira. Yes, na nikaenda, nikamwachanisha hapo hivyo na sasa nikaona sasa itabidi na yule, nadhani tulikuwa peke yetu so hakukuwa na witness. So nikiwa nitaambia mtu huyu aliniambia hivi na nahisi ni ubaguzi. Hakuna mwenye alikuwa pale hawezi aseme kwamba alitaja hivi lakini ikabidi niseme. Yes, kwa hivyo niliambia mwalimu ambaye alikuwa anahusika na mwalimu huyo pia alichukua very seriously na kaketi na ni story refu hasa na pengine nitaunda video ingine ili niweze kuwaeleza how story hii ili end up na one other experience ambayo nilipitia katika swala hili ambalo tunazungumzia leo. Lakini hii siku onyesha ili mseme pole ama nini ilikuwa tu ni yes haikukuwa ni jambo nzuri lakini kuwaeleza tu kwamba kwa wale ambao wanauliza of course utaweza kupitia and maybe you will not face it which is good for you but ni mzuri tu kuwa aware na ni mzuri pia kujitetea ukiwa unaona pia kuna vile unabaguliwa but hadi hapo naomba tuweze kukutana katika video next ambayo nitaweza kutengeneza niwaeleze how hii story ili end up na the next na pia niweze tu kuwaeleza kuhusu changamoto zingine na pia all the good experiences ambazo nimepitia ama nimepata nikiwa huku hivi na nawatakia tu kila la heri na bado naomba muweze kusubscribe ikiwa kwa Facebook link iko kwa bio yangu unaweza fuata usubscribe ikiwa uko pale YouTube mara yako ya kwanza kukutana na hii video basi naomba uweze kusubscribe katika channel yangu na nitashukuru sana. Kwa hivyo ninakutakia kila la heri na tukutane katika video ambayo itafuata. Bye.